Usisahau kusubscribe, like na kucomment. Tusipowekeza kwa watoto, maana yake tumeamua kuliangusha taifa. Taifa lolote ambalo aliwekezi kwa watoto, maana yake hilo taifa limeamua kutokuwa na maendeleo makubwa, limeamua kutokukua katika siku za mbeleni. Imagine hawa watoto 30%, asilimia 50 ya population, tukiamua kuwekeza vizuri, na uwekezaji huo ujikite katika maeneo mengi. Kwanza katika ulinzi wa mtoto anapokuwa anakuwa. Mtoto anapokuwa mdogo lazima alindwe, ulinzi wake na uhifadhi wake uwe ni wa madhubuti sana, ili aweze kukua vizuri, zile haki za mtoto zikalindwa, na yeye akakuwa katika mazingira ambayo anapokuwa mtu mzima anaweza kujisaidia, akasaidia familia yake, na akaweza kusaidia taifa lote kwa ujumla. Kwa hiyo lazima tuwekeze katika hatua hiyo. Manake elimu ya mtoto, ulinzi wa mtoto anapokuwa mtoto ni jambo la msingi sana kwa nchi yote ile. Na duniani kote ukiangalia, nchi ambayo imestawi kimaendeleo au nchi ambayo ina uchumi mkubwa ni nchi ambayo imewekeza kwa watoto. Manake watu wanalelewa wakiwa vizuri katika mazingira ya utoto wao, wanasoma vizuri, wanakuwa vizuri, wanalindwa, wanakuwa na maadili, wanakuwa na elimu ambayo inawasaidia kuwa productive baadaye wanapokuwa watu wazima. Na ndio maana sisi tumesisitiza kwa watetezi wetu wa haki za binadamu kwamba ni muhimu tukawekeza katika ulinzi wa mtoto mdogo. Kama tunataka tuwe na Tanzania miaka 20 ijayo ambayo ina wameelimika, wastaarabu, wanaoheshimu haki za binadamu na wanaoweza kuzalisha, lazima tuanze kuwekeza kwa watoto. Kwa hiyo wito wangu tu ni kwamba kwa watetezi kama tulivyofanya leo, kwamba wajifunze, watoe nafasi ya kujifunza mara kwa mara. Sheria nyingi za watoto zinabadilika, mifumo inabadilika, mambo mapya yanakuja, na ndio maana sisi tunakuwa tunatoa elimu endelevu kwa watetezi wa haki za binadamu. Haya ni sehemu tu ya elimu ambazo tumekuwa tukizitoa na zitaendelea kutolewa kwa lengo la kuhakikisha kwamba watetezi wana elimu na mbinu za kufanya kazi za utetezi kwa ubora zaidi. Na hawa watetezi wetu ambao wametoka nchi nzima ndio wanafanya kazi kubwa nchi nzima, huko mashinani, huko vijijini, za kulinda haki za mtoto. Ukisikia wa jamii ambao wako nchi nzima, na hapa serikali imefanya kazi kubwa kuhakikisha karibia kila mkoa, kila wilaya, kila halmashauri kuna maafisa ustawi ambao wanahusika katika kuyafuatilia mashauri mbalimbali. Na watetezi wa haki za mtoto wanapopata zile kesi mbalimbali, wanapoziripoti, kawaida zinatakiwa zipokelewe katika maeneo tofauti tofauti kutegemeana na ripoti ya mtu ambaye au ufahamu wa mtu ambaye ameripoti. Kuna wale ambao wataripoti polisi moja kwa moja, lakini kuna wengine ambao wataripoti kutumia namba ile ya 116 na njia nyingine zozote wanaweza kuripoti kupitia viongozi wa serikali za mtaa. Inapopokelewa shauri lolote la mtoto, linatakiwa sasa lipelekwe kwa afisa ustawi, ambaye afisa ustawi atalichakata, atafanya tathmini na kuhakikisha limefanyiwa kazi kwa mujibu wa kanuni na sheria mbalimbali. Ili kwa wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali usisahau kusubscribe, like na kucomment.